Hello wanangwe, leo ni asubuhi nyingine tena mara baada ya taifa la Ufaransa kuweza kupoteza mchezo wake dhidi ya taifa la Uingereza. Ulikuwa ni mchezo wa mwisho kabisa kwa kocha Didier Deschamps akiliongoza taifa hilo katika mashindano ya FIFA World Cup 2026. Kumbuke kwamba mwamba huyu amekuwa criticized sana katika mashindano ya mwaka huu, ikionyesha kwamba kuna namna ana fail ku approach mechi zake, jambo ambalo limeweza kuwafanya vijana wa Ufaransa wakashindwa kufika fainali. Lakini kutokana na criticism hizo kwa mwamba Didier Deschamps, haitoshi kusema kwamba hajafanya makubwa kwa taifa la Ufaransa. Ikumbuke kwamba ameweza kuwasaidia wamhawa kuweza kushinda UEFA Nations League, lakini bila kusahau kombe la dunia la 2018 iliweza kupigwa pale Russia. Kwa hiyo moja kwa moja Didier Deschamps anakuwa ni moja kati ya makocha ambao wameweza kufanya vyema kabisa katika kuliongoza taifa hilo katika mashindano tofauti tofauti. Kumbuke kwamba pia aliweza kufika fainali mwaka 2022 akapoteza mbele ya Argentina. Kwa upande wake ameweza kuweka legacy nzuri kwa kuweza kupata mafanikio hayo makubwa mawili, kwa kuweza kushinda Nations League, lakini bila kusahau FIFA World Cup. Kwangu mimi anakuwa ni moja kati ya makocha wazuri kabisa kuweza kupita katika taifa la Ufaransa, na ni rasmi sasa shughuli inakwenda kubebwa na mwamba Zinedine Zidane. Kumbuke kwamba Zidane ataweza kuliongoza taifa la Ufaransa katika mashindano yatakayofuata kutoka sasa. Kumbuke kwamba mwaka 2028 tutakuwa na Euro, ambapo moja kwa moja vijana wa Ufaransa pia watahusika katika mashindano haya. Unamuona Zinedine Zidane akifanya nini? Kumbuke kwamba Didier Deschamps ameshaweza kubeba World Cup, lakini pia Nations League. Je, unamuona Zinedine Zidane akiweza kulisaidia taifa la Ufaransa pia kuweza kufanya vizuri na kuweza kubeba makombe mbalimbali? Basi toa maoni yako ili uweza kujua ni nini Zinedine Zidane ataenda kufanya ili kuweza kuweka heshima ya taifa la Ufaransa katika mashindano mbalimbali.